Na mtazamaji, na karibu kwenye awamu ya pili. Kama ilivyo ada na desturi yetu, basi hii leo tunaangazia kwa undani tamthilia ya Bembea ya Maisha. Niko nao wanafunzi wa shule ya upili. Aidha mtazamaji, niko nao waigizaji kutoka Legends of Art Production. Watakuwa wakiigiza tamthilia hii kwa njia ya moja kwa moja. Aidha mtazamaji, niko naye mwalimu ambaye atanisaidia kuchambua maudhui na pia falsafa ambazo Timothy Arege alitumia katika tamthilia hii. Nimpatie nafasi ya jitambulishe na labda sauti yake kuhusiana na yale matukio ya jana baada ya shule ya Butere kukumbana na matukio chungu nzima baada ya kukatazwa kuigiza ule mchezo wa Echoes of War. Karibu sana Ongweni. Asante. Naam. Langu jina ni Hesbon Sunguti Ongweni. Mimi ni mwalimu wa somo la Kiswahili shule ya Mashababi ya Mkaa, gatuzi la Makueni, gatuzi ndogo la Mkaa. Asante. Nikianza na jambo la kwanza ambalo umesema pengine kuguzia kuhusu masuala ambayo hapo jana tulishuhudia mtafaruku kidogo, kakakuwa na mshike wa hapa na pale kuhusu mabinti wa shule ya mabinti ya Butere kuhusu mchezo wao wa kuigiza Echoes of War. Sote tunafahamu kwamba fasihi ni kioo cha jamii na hamna hamna yeyote au hamna mwandishi yeyote ambaye huwa anaandika kazi yote ya fasihi ikiwa anamlenga mtu fulani. Kwa hivyo ikiwa pengine yale matukio ambayo yanatokea katika ule mchezo wa Echoes of War pengine yanashabihiana na yale ambayo yanatokea nchini, si kwamba yule aliyekuwa anatengeneza huo mchezo alikuwa na nia ya pengine kushambulia pengine serikali au kuingilia mtu yeyote. Tunajua kwamba kazi ya fasihi ni kuelimisha, na kunaweza kuwa tuna ule mgongano ukawa tu pengine ulitokea na ukashabihiana kwamba yanaafikiana na yale ambayo yanatukia. Japo ni mengi ambayo huwa fasihi huwa yanaangazia, sio tu mkondo wa siasa peke yake. Tukiangalia hasa tamthilia ya Bembea ya Maisha, Timothy Arege amejaribu kwa vyovyote vile kuonyesha vile jamii ya kisasa, japo amejitenga kidogo na swala hili la siasa ambalo waandishi wengi wamekuwa kijikita kwalo, kwamba hasa wakiangazia uandishi wao wengi wameleta swala la siasa na kulieka pale hivi kwamba unaona kwamba kila kitu ambacho kinafanyika duniani au kinachofanyika katika jamii ya kisasa kimejikita katika nini? Katika siasa. Lakini ni tofauti na vile Timothy Arege alivyoisuka hii tamthilia Bembea ya Maisha. Amevamia au amezamia dhana ya jamii. Anataka kuonyesha ni vipi jamii ya kisasa pengine inavyokumbwa na matatizo chungu nzima, tangu na yale matatizo ambayo ni ya kisiasa. Hasa unapokuwa na masuala ambayo ni ya kisiasa, kuna ule mtafaruku ambao unaweza tokea baina yake pengine na viongozi. Na ndio maana amezamia, na hasa katika tamthilia Bembea ya Maisha anashughulikia nguzo kuu ya jamii ambayo ni ndoa. Ameangazia matatizo ambayo yanayokumba ndoa, ameangazia hasa mwanaume alivyoumbwa na mwanamke kuumbuliwa, vile mwanamke anavyoweza kuchangia katika ile hali ya kuboresha maisha au kuboresha jamii ya kisasa. Naam, asante sana Sunguti. Kabla sasa hatujapata igizo la kwanza kutoka kwa Legends of Art Production, ambapo mtazamaji watakuwa wakiigiza kurasa za kwanza, haya yatakuwa ni mazungumzo kati ya Yona na Sara. Yani mwalimu, na pia wewe kama mwanafasihi, yani fasihi ina sauti kwa kiasi gani au uzito kwa kiasi gani ya kwamba mwandishi anaweza kuandika tu kuhusiana na jambo fulani, huenda likawa ni katika tu mawazo bunifu, lakini mlengwa au hathira anahisi ya kwamba hili jambo mimi, hata kama mwandishi anasema ni bunifu, ni mimi nimeandikiwa. Asante. Tufahamu kwamba tuanze pengine kwa kueleza pengine maana ya fasihi. Maana ya fasihi ni nini? Katika kitabu chake Assumpta Matei anazungumzia fasihi kwamba fasihi ni sanaa inayotumia lugha kuwasilisha ujumbe, na huu ujumbe unamhusu binadamu na mazingira anamoishi. Kwa hivyo ni sanaa inawasilisha ujumbe kuhusu binadamu na mazingira anamoishi, na vile hisia zake kuhusu yale ambayo yanamwathiri binadamu. Kwa hivyo mwandishi yote yule anapoandika kazi ya fasihi, pengine kuna jambo ambalo ameliona likitukia, na hasa katika fasihi utapata kwamba kuna matukio ambayo yanapotolewa, kuna yale ambayo yanatukia kwa sasa
na kuna yale ambayo yatatukia baadaye, kwa sababu huwa ameangalia ni nini ambacho kinamwathiri. Hasa mwandishi, ukiangalia hasa waandishi wa sasa hivi ambao wanaandika hivi, wanaandika yale ambayo yanatukia ili kujaribu kuwaelimisha au kuwapa wananchi mwanga kuhusu pengine jinsi ya kuweza kukabiliana na haya matatizo. Na kwa njia moja ama nyingine ndio unasema kwamba kama tutaegemea upande mmoja wa haya maudhui au wa huu ujumbe ambao unajitokeza kwenye kazi za kifasihi, ndio utapata kwamba kuna ule mgwarusano. Lakini ikiwa tutahakikisha kwamba vile alivyosuka hii kazi yake Timothy Areke, kuhakikisha kwamba tunaangazia masuala tofauti tofauti, sio siasa tu peke yake, lakini kuna masuala mengine ambayo yanaathiri jamii ambayo tunaweza kuiangazia. Je, masuala haya ni yapi? Na ni vipi ambavyo tunaweza kuelimisha wananchi jinsi ya kukabiliana navyo? Angalia anavyoanza kazi yake. Anatueleza kwamba wakati Yona anapoingia pale anapoingia na kumpata mkewe kwamba fanya nini? Mkewe amelala pale. Anamuuliza, kwani mbona leo nyumba hii haifuki lau hata moshi? Kwa sababu gani? Anataka kuonyesha kwamba kando na kuna masuala mengine ambayo yanaweza tukia katika jamii ambayo yanahitaji ushirikiano wa watu ili kuweza kufanya nini? Kuyakabili. Kwa hivyo swala la siasa ni swala ambalo ni zito, ambalo hasa wale ambao wanafanya hizi kazi pia kuna ule urefu au kile kiasi ambacho tunafaa kuchukua ili tuhakikishe kwamba tusije tukawa tuna ule mgongano baina yetu au kugonganisha. Na tunapochukua hivyo, pengine utapata kwamba ujumbe huu leo hivi, pengine nikirejelea yale masuala ambayo yalikuwa yanatokea jana kuhusu shule ya mabinti ya Butere, utapata kwamba pengine ninaweza kuwa pengine naunga mkono kile kilifanyika. Kuna yule ambaye anapinga, na huu kupinga, mtu hapingi kwa sababu pengine kuna kosa, anapinga kutokana na nini? Na msimamo wake wa kisiasa. Tusije tukachukua kazi za kifasihi na tuanze kuziangalia kwa misingi ya kisiasa. Tukifanya hivyo tutakuwa tunafanya nini? Tunapotoka, na hivyo utapata kwamba yule ambaye alikuwa anaandaa ile kazi hakufanya hivyo kulingana na misingi yake ya kisiasa. Asante sana Songoti. Basi kwa muktadha huo, mtazamaji, sasa tuzamie tamthilia yetu ya leo ambayo ni Bembea ya Maisha. Hivi basi inadhihirika kwamba fasihi pia ina sauti na ina sauti kubwa kweli. Basi iwapo mtazamaji una kitabu chako, tamthilia hii ya Bembea ya Maisha, tunaanza kabisa katika ukurasa wa kwanza. Sehemu ya kwanza, onyesho la kwanza ni alasiri nyumbani. Sara anachukua vidonge vya dawa na kuvimeza kabla ya kuketi kwenye kochi jipya. Ukuta umepambwa kwa picha chache za familia. Anaingia Yona anayeonekana mchovu na aliye kinani. Niwapatie nafasi waigizaji wetu kutoka Legends of Art Production. Ni mazungumzo kati ya Yona na Sara. Basi bila shaka mtazamaji, ni alasiri nyumbani. Sara anachukua vidonge vya dawa na kuvimeza kabla ya kuketi kwenye kochi jipya. Ukuta umepambwa kwa picha chache za familia. Anaingia Yona anayeonekana mchovu na aliye kinani. Sasa, yani wewe bado ungali tu pale pale. Nyumba hii ifuki wala moshi kama chakula tabu kwako. Hiyo na mme wangu, moshi utafukaje? Mwenzio hapa nilipo, kichwa kimeudara mto siku nzima. Unajua kwa ni kwa sababu ya maradhi haya, si kwa uzembe wala raha. Ndio tu fenja. Sivyo. Ndivyo. Sara njaa haileti shibe. Ninajua, lakini mwenzio nifanye nini? Miaka yote hiyo nikiwa bado mzima na afya yangu. Mbona sikufanya ajizi? Muda wote huo, nikipika mimi, nikiandaa na ukaribisha ule. Mbona leo kazi hiyo inishinde? Yalaumu maradhi. Basi muone kumuita binti wako aje akakupeleka hospitali. Yona, mwache mtoto apumzike. Hivi atashika mangapi? Apumzike? Mimi Yona hapa nilipumzika kupeleka shuleni. Haidhuru. Hukupumzika. Sote tulijizatiti tukalea pamoja na zile tabu zote. Ila tulikuwa tunatimiza wajibu. La! Sara, kila mbegu lipandwalo halina budi kuzaa. Na izapo mazao yake huvunwa. Sara, mtu itakasa sana akijua kitamfaa tena. Na kinacholelewa hatabudi kulea. Sina shaka na kauli hiyo ya hekima. Kweli mtoto huyu pamoja
pamoja na mzigo wa familia yake, amejaribu kiasi chake, amewafaa wanuna wake kwa hali na mali. Unajua mume wangu, nasikia kulipa gharama ya chuo kikuu si lele mama. Jambo hili limewashinda hata wanaume wenye mishahara minono serikalini. Kutoa ni moyo? Mwambie. Si lakini pamoja na moyo huo, mtu jikuna ajipatapo. Si neno. Lakini nishajua kwamba fimbo ya mzee uridhiwa na mtoto wa kwanza, ni wajibu. Yona, fimbo anarithi mtoto wa kiume, si wa kike. Huyu sasa ana kwake na ndoa ina majukumu yake. Na kaipata wapi ndoa hiyo kama siku elimu niliyojinyima mengi ili aipate? Sasa nikumbukapo malezi, damu ufuka. Ni kanuni kwa kila aliyelea. Kweli sehemu hiyo ulicheza vizuri na anajua na ushukuru, lakini kwa hakika aliyoyafanya hayana kifani. Sasa lipi la ajabu alilofanya? Yaani kuwalipia ndugu zake karo hapa ni ajabu? Si hoja hii. Hoja ni ipi? Ugonjwa huu usingenibakisha hata nikaiona leo hii. Ulikuwa umenila kiasi cha kuniacha chicha kavu kwenye mwako wa jua. Hajakaja yeye na kunipeleka kwa wataalamu. Leo nisingekuweko. Najua unamtetea kwa sababu hiyo. Yona, si mimi tu. Sote tumefaidi uzazi wetu. Sasa kubwa gani alilofanya? Kubwa gani? Yona, unasahau kuwa Neema alituajiria wafanyakazi hapa ili waweze kutusaidia. Na sasa wako wapi wafanyakazi hao? Wa kwanza aliondoka alipodai kuwa kazi ni nyingi. Na wa pili tulimondosha sisi wenyewe kwa kuwa hakuwa mwaminifu. Sasa kazi gani nyingi hapa? Mume wangu, hilo ndilo ajabu. Na kizazi hiki hakitaki kufanya kazi. Kinataka kuja kazini kwa sababu ya mishahara tu. Wachapa kazi hodari ni njonzi iliyopotea. Nilipokuwa na afya yangu, tulishirikiana na kutafuta riziki ya kuwalea watoto wetu. Lakini leo hali ni tofauti. Bila yeye na moyo wake rahimu wa kusaidia, sijui hata wenzake wangekuwaje. Unajua hawa wasichana wengi wanapoolewa, wao husahau ndugu zao, hutupa jongo na mti wake. Sisi tuna bahati, tuna mtoto ambaye anatusikiliza na kutupiga jeki. Eti sisi tuna nini? Bahati. Ndio asitutilie pondo tena. Simaanishi hivyo. Unamaanisha vipi? Ninachosema tu ni kwamba mzigo aliotondolea ni mzito na sisi tunafaa kumuelewa. Sasa ni wazi kama mwangaza. Kwa sababu aligharamia matibabu yako, hautataka kusikia jingine wewe. Jamani Yona, mtoto amejaribu. Hivi unasahau hata wewe anakutumia hela za kununua dawa? Si ukweli. Hivi umetumia mapeni uliotumiwa kutoka kwa wazee wenzako ili wasikuone kama shabiki tu. Shabiki? Ndio. Mimi shabiki? Ndio, la sivyo wangekuwa wamekusema wakakupiga vijembe basi mwenyewe kutambua. Ala! Kumbe haya ndio unayowafunza wanao. Yapi tena? Eti mimi ni mzigo. Eti mimi wananisaidia. Sasa mbona unanichonganisha na wanao? Pana haja gani ya hayo? Wasiwasi wako tu mwenyewe. Lakini ndio tabia yenu wanawake. Miaka inapozidi kusonga, huwa mnatuona sisi kuwa tambara bovu. Tambara ambalo haliwezi kumjia mpiga deki akilini. Unafanya makubwa bure mwenzangu. Sasa mimi, pana haja gani ya kuvunja mti? Kila tukizungumza likatokea jambo lisilokukaa vizuri, unarudi pale pale kwa watoto wangu. Yona, watoto hawa watakuwa wangu tu mimi vipi? Yona, watoto hawa si zawadi ya ushirika wetu? Ni wangapi huku nje wanatamani watoto lakini wakakosa kubarikiwa? Yona, umesahau mara. Nimesikia basi. Na usiyafanye marefu kuliko vile inavyostahili, nimesikia. Aya basi, kama umesikia, lililobaki ni sisi wazee wake kumpa baraka zetu. Na iwe basi. Lakini Sara, nyumba hii haifuki. Subiri mume wangu. Nilimpelekea Dina salamu aje atufanyie chochote. Mwanzio nilivyohoi, mwili mzima mfano wa bua, sijifai chochote.
Aitu mtasubiri. Usijali hata kawia. Yeye huitikia wito haraka. Ni sawa. Haya. Nena nani? Twenzetu nikakupe dawa. Nisaidia. Afunzi, sasa tufanye kazi yetu upande huu. Labda sasa mwandishi Timothy Arege anachora taswira kamili na picha hii ya ubabe dume katika jamii. Labda ni wapatie nafasi wanafunzi watueleze maana ya hili jina ubabe dume kabla tujaendelea na mahojiano kwenye studio zetu za upande wa pili. Na maana ya neno ubabe dume wanafunzi? Neno ubabe dume kwa majina naitwa Mary. Naam. Naomba unyanyuke kidogo ndio tukupate. Kwa majina naitwa Mary. Naam. Ubabe dume ni jinsi wanaume wanavyosawiriwa katika kitabu cha Bembea ya Maisha. Yaani wanaume wamesawiriwa katika kitabu hiki kwamba hawawezi kufanya kazi za nyumbani. Na pia wanawake wanafinyiliwa zaidi katika kitabu hiki kuonekana kuwa wanawake hawawezi chochote katika kitabu hiki. Naam, asante sana. Mpigie makofi. Naam, Sunguti, haya ni matukio katika ulingo wa wanafunzi na ualimu. Naam. Wanakielewa hivyo kitabu. Naam. Lakini kiuhakika huenda haya ni mazungumzo yametukia leo asubuhi katika boma fulani. Naam, hasa. Wanasema kwamba moshe hujafuka, mwanaume anahisi ya kwamba mimi bado sijapikiwa. Na pia yale maneno ya Sara pale, ile dondo ambayo nilikuwa nimemshirikisha mwanafunzi mwingine ya kwamba hiyo ndio ajabu, kizazi hiki hakitaki kufanya kazi, kinataka kuja kazini kwa sababu ya mshahara tu. Haya ni maneno yamesemwa na boss fulani. Hiki kizazi cha Gen Z, wachapakazi hodari ni jonzi iliyopotea. Nilipokuwa na afya yangu tulishirikiana kutafuta riziki ya kuelewa hao watoto wetu. Kweli japo mara nyingi haikuwa rahisi, tulijitolea hadi tukashinda. Pia kuna kauli nyingine Sunguti hapa ambapo anasema lakini ndiyo tabia yenu wanawake. Ni maneno ya Yona. Miaka inaposonga kama hivi mnatuona kama tambara bovu. Tambara lisilomjia hata mpiga deki akilini. Hivi sasa pia wewe kama mwanaume hapo ulipo, Yona maneno anayotoa ni maneno ambayo tunafaa kuwa tukiyatoa kwa sasa hivi. Fasihi. Huo ndio utamu wa fasihi. Alivyoeleza binti pale kwamba ubabe dume au tutapozungumzia kwanza tunapoanza na neno falsafa. Falsafa ni maoni ya mwandishi wa kazi ya fasihi. Kwa hiyo tunapozungumzia falsafa ya mwandishi kuhusu ubabe dume, alivyoeleza binti pale ametumia msamiati mzuri. Amesema kwamba vile mwanaume alivyosawiriwa, vile mwanaume amechorwa, hivi kwamba mwanaume ameumbwa vipi na mwanamke akaumbuliwa kwa njia gani. Kwamba mwanaume amepewa sifa chanya huku mwanamke akizidi kufanya nini? Kudunishwa, kufinyiliwa. Na ndio maana nilipoanza nilisema kwamba hasa masuala ambayo huangaziwa katika fasihi ni masuala ambayo huwa lengo lake hasa ni kujaribu kubadilisha mwelekeo au mtazamo wa jamii kuhusu masuala fulani. Hasa hapa katika onyesho la kwanza tunapewa ile hali ya ubabe dume kwamba mwanaume ameingia, yeye anaona kwamba mkewe ni mgonjwa, hana huruma kwake. Anamwambia kwamba mbona hii nyumba haifuki moshi? Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamume hafai kuingia jikoni kufanya nini? Kupika. Nani anafaa kuingia jikoni? Mkewe, ambaye ni Sara. Sara hapa tunajua kwamba amelemazwa kidogo kutokana na ugonjwa. Lakini naye ndugu yetu ambaye ni Yona hataki kuona hayo. Bado namuuliza mbona haifuki angalau hata moshi, anataka kula. Kwa hivyo tunapata kwamba ile hali ya ubebe dume ni ile hali ambapo mwanamume anaonyesha kwamba au anatolewa kama amepewa hadhi kubwa kushinda ile hadhi ambayo ni ya mwanamke. Na hivi kwamba mwanamke naye anazidi kufanya nini? Kufinyiliwa. Angalia hapa anapozungumzia kwa mfano tuna mambo ambayo yanaonyesha ubabe dume kutokana na yale maigizo. Kuna wakati ambapo Yona anapozungumza anamwambia Sara kwamba mtoto wa kwanza ndiye hurithi nini? Fimbo ya familia. Lakini Yona ni mwanaume. Hapa naye Sara ambaye ni mwanamke anakuja na kusema la, anairithi
fimbo ya familia huwa ni mtoto wa nini? Wa kiume, si wa kike. Kwa kwamba hii familia tutakapokuwa tukiangalia utapata kwamba hii familia haikuwa imebarikiwa na mtoto, ikachukua muda fulani wakabarikiwa na watoto, wakapata na watoto watatu ambao ni wa kike peke yake. Sasa hapa Yona anapozungumza na Sara, anataka kwamba yule mtoto wao wa kwanza ambaye ni Neema aje aweze kuwasaidia katika kuinua ile familia. Lakini sasa hapa tunaona kwamba Yona anataka kumpa yule mtoto wa kike ile hadhi sawa. Lakini bado mwanamke ambaye ni nani? Sara anamwambia kwamba la, fimbo ya familia huridhiwa na mtoto wa kiume. Hivi kwamba japokuwa wanaume wamepewa nafasi kubwa katika jamii, pia wanawake wanajihusisha katika kudunisha hii hali ya wanawake na kuwafanya wanawake kuzidi kufanya nini? Kufinyiliwa. Kujidunisha wenyewe kwa wenyewe. Kujidunisha wenyewe kwa wenyewe. Naomba nikukate tu kidogo mwalimu. Tuchukue mapumziko mafupi, lakini tutakuwa tukirejelea hapo kuhusiana na ubabe dume na jinsi unatuathiri sisi kama jamii, kwa sababu haya ni maneno ambayo yanatumia hadi sasa, na kuna Yona wengi pale nje, kuna Sara wengi pale nje, na pia kuna hao wanawake ambao wanazidi kuendeleza huo ubabe dume japo wao ni wanawake. Na mtazamaji, sema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47. Maoni yako ni gani? Tuchukue mapumziko mafupi, tutakuwa tukirejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Academic goals and aspirations. Mount Kenya University is here to enable you achieve your goals. I'll be taking you through this introductory part. You can study online through our electronic learning. We also assure you of timely completion of your studies, as well as give you a wide range of academic programs to choose from. Ready to blend academics, talent, and extracurricular activities? Enroll with us today. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. The machinations, the red tape, the hardball, the shame, the glory, the secrets, the covert, the overt, the good, the bad, the ugly, the wins, the losses, the squabbles, the treaties, the twists, the turns, the tenders, the contracts, the game, the drama, the spats, the dossiers, the scandals, the naked truth. Even their clandestine meetings. Everything you ever wanted to know, now you'll know with a new boldly reimagined and revamped Star. Grab a copy of the Star because smart people read the Star. Hey kids and families, get ready for the most fun-packed show around, Kids on the Block. Join us for awesome music, magical storytime adventures, and super cool arts and crafts. Plus, we pop tasty treats in our cooking corner. Learn, laugh, and create with us. Kids on the Block, where every day is a brand new adventure. Don't miss it! Karibu tena mtazamaji, unazidi kupokea maigizo ya tamthilia ya Bembea ya Maisha, tukiwa nao wanafunzi wa shule upili kutoka Our Lady of Mercy, Shauri Moyo. Hawa ni wanafunzi wa kidato cha 4. Aidha mtazamaji, niko naye mwalimu Sunguti Ongweni, tukizungumzia na kuchambua falsafa ya ubabe dume ambayo imejitokeza kwa sana katika tamthilia hii ya Bembea ya Maisha, tukiangazia dondoo na pia kauli fulani na fulani ambazo zimetolewa na hawa husika. Mwalimu, ulikuwa ukieleza kuhusiana na jinsi ubabe dume umejitokeza katika sura hii, sehemu hii ya kwanza, onyesho la kwanza. Labda nikupatie kauli nyingine ambayo ilitolewa na Sara kabla hujaendeleza hilo jibu. Sina shaka na kauli hiyo ya hekima, lakini huyo mtoto naye pamoja na mzigo wa familia yake amejaribu kiasi chake. Amewafaa wanuna wake kwa hali na mali. Ninasikia kulipia elimu ya chuo kikuu si lele mama. Jambo hili limewashinda hata wanaume wenye mishahara minono serikalini. Ni kauli pia wakati mwingi inatolewa
na Sara ni mwanamke, ndio ametoa kauli hii ya kumtetea mtoto wake wa kike, ya kwamba majukumu ambayo yako mabegani ni mengi sana, lakini Yona nahisi ya kwamba bado anafaa kuwa tuangalia sisi kama wazazi wake, kwa sababu nilimsomesha, basi it's time pia yeye alipe. Sijui ni ile tunaita black tax kwa kimombo. Kwa hivyo vile ulivyoteja kwamba amesema kwamba kulipa karo ya shule si lele mama. Ubabe dume hapa ni kwamba ule ambao unajitokeza hapa ni kwamba mwanaume ana majukumu ambaye anafaa kuwa anafanya nini, anayatekeleza, kama vile kulipa karo na kadhalika. Lakini hapa kumbuka kwamba tulipokuwa tumetaja kwamba Sara alikuwa ameuliza kuhusu ile fimbo na kusema kwamba inafaa kurithiwa na mtoto wa kwanza ambaye ni wa kiume. Hapa Yona alikuwa anataka usaidizi kutoka kwa nani? Kwa Neema. Naye mamake ambaye ni Sara anajaribu kumuonyesha vile Neema amewafaa kama familia. Japo yeye si mtoto wa kiume, ni mtoto wa kike. Lakini ameisaidia familia kwa sababu kwa njia gani? Kumbuka tutakapoendelea zaidi utagundua kwamba kuna wakati ambapo ndugu yetu ambaye ni Yona anapoteza kazi yake. Baada ya kupoteza kazi, mzigo umewachia nani? Sara na Neema. Na Neema anachukua ile jukumu la kufanya nini? La kuhakikisha kwamba wanuna wake ambao tunazungumzia Asna pamoja na nani? Na Salome wameenda shuleni. Anawalipia karo. Kwa njia moja ama nyingine unapata kwamba japo mwanamke hapa anaonyesha kwamba katika jamii ya kisasa mwanamke ana nafasi nzuri ya kutekeleza yale majukumu ambayo pia anatekelezwa na nani? Na wanaume. Kusije kukao kwamba kuna majukumu ambayo yameachiwa wanaume peke yake. Jamii ya kisasa ikumbatia kwamba majukumu ya kufamilia ni majukumu ya watu wote kwa pamoja. Wawajibike, baba na mama wawajibike. Washikane mikono ili kuhakikisha kwamba kuna familia au kuna nini? Kuna ule uridhiano au kuna usawa katika kutekeleza haya majukumu. Kusiwe tu kwamba kuna majukumu ambayo yametengewa wanaume na kuna majukumu ambayo yametengewa wanawake. Sasa hivi Sunguti, huu ni msimamo wako wewe kama mwalimu, wewe kama mwanaume au wewe kama mwanafasihi? Kwa sababu kidogo tu wao wanaume unaona hapa, namuona Charles, namuona Simon, namuona Kwena pale, huenda wakawa na tatizo sana ya kutoamini the gender roles. Lakini labda pia tuwakumbusha kwamba maisha huenda siku moja ukajipata wewe kama kigogo wa familia ukakosa. Sasa basi where do we draw the line ya kwamba mimi kama mwanaume huenda siku moja nikawahitaji, basi hata mimi wacha tuwe na maelewano, tusaidiane majukumu yote ya nyumba. Na pengine nitasema kwamba ninatoa msimamo huu kulingana na fasihi. Pengine nikitoka tu kidogo niingilie katika pengine kando na hiki kitabu tuangalie Nguu za Jadi ambapo kuna Mangwasha Clara Momanyi. Kuna Mangwasha na kuna Mangwasha na mumewe ambaye ni Mrima. Kuna wakati Mrima hana kazi, sivyo? Na ameenda ako nje, ako mahali kuna takataka, amejificha huko. Hataki kurejea kwa nyumba kwa sababu anahofia kwamba akirejea kwa nyumba ama arejee na awe kwamba anamtegemea yule mwanamke, jamii itamdunisha, itamuona kwamba amefeli. Wanaume ni wakati mwingine wa kukumbatia haya masuala kwa sababu huenda haujui kesho itakuwa vipi. Tuwape ruhusa, hasia kwamba tunaacha yale tuache majukumu yetu. Yale majukumu yajapo tunayapokea, lakini tuwe tayari kuacha haya majukumu ili tufanye nini? Tuweze kuweza samahani, nasema kwamba tuweze kuchukua haya majukumu, tusiyaweke kama mzigo wetu, hivi kwamba kama kuna tatizo nisiende nikamwambia mke wangu bana nimekwama, nikuamue. Anapokuamua hakuonyeshi kwamba umefeli. Ndio jamii ya kisasa. Na ndio maana hapo awali wakati mtoto wa kike alikuwa amedunishwa sana, mpaka hata masomo yake tulikuwa tunaona kwamba watoto, hata Sara mwenyewe hajasoma sana kwa sababu elimu mtoto wa kike ilikuwa imetupiliwa mbali. Sasa hivi tuenda shule tunapata kwamba kuna wanafunzi wa kike na wa kiume. Ukienda hata vyuo vikuu kuna wa kike na wa kiume.
Ukienda hata nchini Kenya tunaambiwa kwamba katika uongozi tuwe na ile nini, tuhakikishe kwamba kuna ile two-third gender rule, kwamba kuwe na kama viongozi ni 3, angalau 2 wawe wa jinsia moja au wengine wawe jinsia nyingine, ili kuweza kufanikisha ile umoja, utangamano na kuweza kusaidia mzigo ili uwekaweza kufanya nini, kupungua. Naam, asante sana Sunguti. Basi mtazamaji, umemsikia Sunguti akitambulisha majina kama vile Neema. Neema ni mtoto wa Yona na Sara. Basi mtazamaji, na wapatia waigizaji wangu nafasi nyingine. Tutaenda hadi kwenye ukurasa wa 47. Hapa ni nyumbani. Neema yuko mezani akimsaidia Lemi katika masomo yake. Bonju ameketi kwenye kochi huku anacheza na simu yake. Basi kwa mara nyingine tunawakaribisha waigizaji wetu ambao watakuwa wakiigiza kwenye wahusika wa Neema, Lemi na pia Bonju nyumbani. Hapa kwao Neema yuko mezani akimsaidia Lemi katika masomo yake. Bonju ameketi kwenye kochi huku anacheza na simu yake. Akanasema nachukua hii moja naongeza moja. Inakuwa ngapi? 11. Lemi si 11. Si 11. Hii moja inakuja hapa, hii moja nyingine inasimama kando ya mwenzake hapa. Lemi si hivyo. Ona, niko na kidole kimoja, nikiongeza kidole kingine inakuwa viwili. Vizuri. Hebu nipigie makofi. Aya, si umeona? Ndio. Haya. Hivyo ni vizuri. Haya, fanya hii. Si umeona? Haya, fanya hii kwanza nione. Hii. Haya. 2 kiongeza 2. Inakuwa ngapi? 4. Vizuri. Haya, endelea sasa peke yako. Alafu nikimaliza utanipeleka out. Kesho ni weekendi, lakini nitasafiri kumpeleka bibi nyumbani. Alitoka hospitali? Ametoka leo. Mbona hajakuja kunisamilia? Nisalimia. Mbona hajakuja kunisalimia? Mbona mama? Alikuwa amechoka, lakini atakuja siku nyingine. Sawa kababa? Sawa. Haya. Lakini mama, ni kitambo tangu twende out. Nimepeza kuogelea na wenzangu. Haya basi, nimesikia. Kwanza nenda ukafue hanchifu yako, utahitaji kutumia kesho. Sawa? Asante mama, umenikumbusha siku nimevua hanchifu yangu. Haya, enda ukafue. Maskini. Siku nyingi hatujampeleka mtoto out. Mambo ni mengi siku hizi. Hujua ushike lipi au wache lipi. Baba Lemi. Baba Lemi. Kesho una time umpeleke huyu out. Bwana, si weekendi. Labda ile nyingine tayari na mambo ishakupangiliwa. Maskini mwanangu. Atakuja kualia nguo wenzake na si vizuri hivyo. Najua wewe huelewi. Siwezi kuacha kwenda kuvuta riziki niende michezoni. Michezo hiyo sio kama ya zamani. Inanunuliwa na kuimudu, lazima uzunguke riziki. Lakini tatizo lako ni kwamba unakali sana. Hata kwamba ukielezwa vipi, lazima kwanza ubishe. Iko siku utakuja kunifanya nionekane mbwa kasoro mkia mwanamke. Usemayo si kweli. Ndiyo, siwezi kudai kuwa tunaishi raha mstarehe 100%, lakini vile vile siwezi kugeuka popo kulisifia pango usiku na kulidharau mchana. Wewe unafiruka roho bure. Ulitaka nifurahi gani wakati unakaba ulimi? Bonju, nimekusema wapi au vipi? Bonju, mimi naona una jambo na heri uliweke wazi peupe. Mambo haya yanaanza kunishinda, hayanielei kamwe. Mambo haya yalianza kama mchezo, lakini sasa mkondo huu ni wa mashaka. Mkondo huo unaojenga wewe mwenyewe. Yaani huoni kwamba mimi ni mume wako?
Wajua heshima uliokuwa nao pale tulipokutana imekuwa ikiingia kutu siku baada ya siku. Sasa jembe ndilo hilo. Limepoteza makali na linamio vibaya tu. Una maana gani? Hiyo moja. Huna shukrani mwanamke. Yaani wajua uhuru niliyokupa ushaanza kulevya. Paka umejenga serikali yako ndani ya nyumba yangu. Mara nyingi uko nje kikazi. Majukumu yote umeniachia, paka mtoto mimi ndo msaidia kufanya homework. Uoni kwamba mimi ni mume wako? Mimi ni kichwa na kwamba wewe ni shingo. Yaani naona ushaokata ubeleko, unasubiria tu siku ya siku. Bunju, mbona hivyo? Mbona hutaki kunielewa? Dalili ya mvua ni mawingu. Na mimi niliona pale ambapo viwingu vilianza kujikusanya kuunda wingu kubwa jeusi. Si kweli. Unajua hutaki tena kuwa chini ya amri. Hutaki. Yaani mimi sikutaka kuwa kama wanaume wengine. Nikakupatia fursa ya kujiamulia mambo mengine. Kwa nia njema tu. Kumbe wema mfadhili mbuzi. Bunju, unatoa balagamu zote hizi kwa nini? Tangu niowe, heshima zako zote nimezihifadhi. Lipi sikutimiza? Umetimiza yote bibie. Kuanzia kwa mshahara, kunipangia kufanya na mtoto, sasa imebakia tu kunipangia kazi za ndani. Maskini. Yaani hivyo ndivyo ninavyochukulia mambo. Siku zote nampeleka mtoto out, lakini kesho nitasafiri kumpeleka bibi nyumbani nilivyokuambia. Ulishakunieleza kwa maana kwamba ulishakunitajia. Hukuja kunishauri. Sikujua hili nalo utaleta maneno. Sasa umejua. Basi tufanyeje? Ikate safari. Oh no, kila kitu kimeshapanga. Amepanga nani? Tumeshapanga. Mulinishirikisha ama mimi ni sanamu tu hapa? Mbona hivyo Bunju? Mbona hutaki kunielewa? Emma, bado hujanijibu swali langu. Lakini nilikuwa sihitaji msaada wako, kwa hivyo siko na haja. Yaani msaada wangu ni pesa tu? Pesa tu? Wewe lazima uje unishauri pale ambapo unahitaji nitie jeki katika jambo. Mwanamke, watu hawashauriani tu kwa masuala ya pesa. Maisha ni zaidi ya pesa. Mke wangu. Kama hivyo ndivyo natafsiri mambo, basi haitawahi kutokea tena. Laiti ungeweka haya yote wazi tangu mwanzo. Wewe siku zote hapo umeninyamazia na mimi. Ninaona kukuingiza katika heka ya familia yetu ni kukupagaza mzigo usio wako. Madamu leo umetoa dukuduku lako, utahusishwa katika kila hatua. Lakini kumbuka wewe ndio ulisema kwamba hutaki kuhusishwa katika mambo ya familia yetu. Hata uliposema mama silale hapa, mimi nilikuelewa tu. Sasa unatakaje? Hamna nitakalo. Lakini naomba uelewe kuwa kwa kuwa wewe kwa bahati mbaya wazazi wako wametangulia mbele za haki, mimi wangu bado wako hai na ni vyema kuangaliwa. Kama si wao, singekuwa jinsi nilivyo. Kumbuka wao ndio wamenilea hadi ukanipata. Nilikupata wapi? Maututi! Ulinipata maututi kweli. Ajali ile ilikuwa mbaya. Zilipotea roho nyingi. Manusura tulikuwa 5 tu. Bila msaada wako wa kuita flying doctors, leo hii ningekuwa nimesalia kwenye kumbukumbu tu. Mwezi mzima hospitalini bila kujifahamu. Sitasahau. Daima sitasahau wema huo usio wa kawaida. Haikuwa rahisi. Niliponea tundu la sindano. Emma, usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Silie mbele ya mume wako Emma. Usilie Emma. Bwana. Neema mtazamaji, hapo ni katika ukurasa wa 47 hadi 51. Sunguti na pia wanafunzi sote, ambapo tulipokuwa tukisoma aya hii. Mimi kwa sababu sasa mimi si mwanafunzi,
ni mazungumzo ambayo yalikuwa yamejawa na hisia mno, kwa sababu ni kujaribu kuweka kwenye mizani mahitaji ya mwanaume kwa mara nyingine na mahitaji ya mwanamke. Na hivi tukizungumzia mahitaji ya mwanaume ni ya kwamba sasa anahisi wewe siku hizi unanikosea heshima, wewe siku hizi hautaki mimi niwe kichwa cha familia hii. Kauli moja hapo Bunju alipokuwa wakitamatisha yale mazungumzo, yani baada ya kuwa na huu mtafaruku au huu mzazano kati yao, yani kile kitu ambacho Bunju amefanya ni kumuuliza tu alimpata wapi. Yani tu baada ya kusema kumbuka kwamba wewe una wazazi, mimi sina, kumaanisha kwamba wazazi wangu bado wananihitaji na wale wazazi wangu walinifaa sana. Kama mwanafasihi Sunguti niwe radhi, haya mazungumzo tunayaweka wapi katika maisha ya hali hadisia? Yani wakati wewe kama mwanamke unajaribu kumuonesha mume wako ya kwamba haya mambo yako yalivyo kwa sababu ya mambo fulani ambayo yalitukia. Yani mimi kwenda nyumbani si ya kwamba nakukosea heshima, lakini kwa sababu kuna hitaji la kwenda nyumbani. Naam. Aya, asanti. Vile tunaendeleza haya maudhui ya ubabe dume na hasa tukiangazia hayo mazungumzo baina ya Bunju na Neema. Kuna jambo linalojitokeza pale ambapo Neema anajaribu kuzungumza na mumewe kuhusu masuala fulani, kwamba kuna jambo la kwanza kumpeleka Lemi out, imekuwa muda kabla Lemi hajaenda out, kwamba ni jukumu la wazazi kuhakikisha kwamba mtoto amepelekwa nje ili kujivinjari. Sasa anamwambia babake ampeleke, lakini anaona kwamba hawezi akaenda. Na haya mazungumzo yanapozidi ndipo inafika wakati ambapo sasa ndugu yetu ambaye ni Bunju anaonyesha ule ubabe dume kwa kuturejesha nyuma katika matukio na kutuonyesha jinsi yeye na Neema walivyopatana. Na utapata kwamba hawa ndipo waanze kuchumbiana, ndipo wakaweze kuwa mme na mke. Ni kwamba Bunju alimuokoa nani? Neema katika ajali ya barabarani. Ukiangalia katika haya matukio tunayafananisha na lile tukio la katika Biblia ambayo ni tukio la Msamaria mwema, ambapo alipata kwamba huyu alikuwa amepata ajali lakini hakuwa anamjua. Akaja na akafanya nini? Akamchukua na akampeleka hospitalini na kisha kwamba amelipiwa kila kitu na ametibiwa. Sasa hivi kwamba ukiangalia katika hayo katika huo muktadha unapata kwamba kuna wakati mwingine ambapo wanaume huwadhalalisha au huwafanya au huanza kuwadhalilisha wanawake kulingana na hali zao au hali ambazo wanaona kwamba waliwatoa. Anaona kwamba ningemwacha huyu angefariki. Na ndio maana anamuuliza nilikutoa wapi? Na ndio sasa anapoulizwa Neema anapoulizwa kwamba nilikutoa wapi, inabidi ananyenyekea. Hadhi yake sasa imerudi chini kwa sababu anaona kwamba yeye sasa si kitu mbele yake, kwa sababu huyu mwanamume ameshamwambia kwamba kama sio mimi basi haungefika hapa ulipo. Sasa inabidi anafanya nini? Ananyenyekea, anarudi chini. Na kumbuka kwamba katika mazungumzo yao kabla hajatoa hiyo kauli ambayo ilimuudhi Neema na Neema akatoka anza kuzungumza peke yake, kuna ile kauli ambayo alikuwa anamuuliza, kumbuka kwamba mimi ndiye kichwa kwenye hii nyumba, wewe ni shingo. Anamwambia nataka kwenda mahali. Unadhani ya kwamba kuna tatizo mwanaume anapoanza kusema mimi ni kichwa? Kwa nini you keep on kutukumbusha kwamba mimi ni kichwa cha hii familia? Ala kifasihi tunaposema kwamba mimi ni kichwa, kwa mfano sihitaji kumwambia mke wangu kwamba mimi ni kichwa. Mke wangu anafaa kujua kwamba hii nafasi ni mume wangu. Kwa hivyo kuna tatizo. Ukianza kukumbusha familia yako. Nilipokuwa nikiwa mdogo, nilipokuwa nikikua kwamba kulikuwa nyumbani, kulikuwa na kiti ambacho kilikuwa kimetengewa baba. Aje nani hangekali hicho kiti. Hicho kiti kilikuwa ni cha nani? Cha baba. Hivi kwamba hata nyumba ijae kuna kiti ambacho kilikuwa kimetengewa kwamba mtoto wate akija ataketi hapa. Huyu hawezi kakalia hicho kiti. Huo ni ubabedu ambao ulianza hizo enzi. Lakini siku hizi hamna hayo. Siku hizi ni ile hali tu ya kuelewana. Japo mwanamke pengine anataka kuonyesha mwanamke kwamba mimi nina nafasi kubwa, sio lazima nimueleze kwa maneno. Wacha matendo yake yaonyeshe kwamba mimi ni kichwa cha hii familia. Naam, asante sana Sunguti. Basi mtazamaji, nataka tupate maigizo zaidi kutoka kwa tamthilia hii ya Bembea ya Maisha. Lakini kabla ya hilo tutasonga hadi ilikuwa ni mchana ambapo kulikuwa na hayo mazungumzo kati ya Bunju na Neema,
Sasa hapa itakuwa ni jioni nyumbani kwake Asna baada ya chajio. Hakuna umeme. Sara na Asna wameketi kutazamana huku wanapiga gumzo. Taa ya sola iliyo kwenye mloleo wa meza inatoa mwangaza hafifu unaoonyesha vitu mbalimbali chumbani humo, kama vile vyombo vya kulia vilivyojaa mezani, mtungi wa gesi ulio chini ya meza, galoni kadha za maji zilizo pembeni mwa meza, kitanda alichokalia Asna na stuli aliyokalia Sara. Kabla waigizaji wangu wakiingia kwenye jukwaa, nataka nielekeze swali kwa wanafunzi wetu wa leo kutoka wa Lady of Mercy huko Shauri Moyo. Bado ni swali la dondoo. Angalia mama, madaktari wameeleza chanzo cha maradhi yako hayo. Ndoa imeyatia doa maisha yako, imekuletea msongo wa mawazo kwa kukaripiwa na hata kupigwa na baba. Sasa mimi ninataka uhuru wangu na sitataka kupigwa kichapo cha mbwa mara kwa mara mpaka nipate ugonjwa wa moyo. Matokeo yake ni haya. Kuna raha gani kama maisha ni kugeuzwa ngoma ukapigwa kwa fujo yote mpaka ukapasuka? Nani yuko tayari kujibu? Na kuna zawadi ya t-shirti, TV47 na kofia. Nyanyuka tu, chukua kipaza. Unacho tayari? Naam, na uanze kwa jina. Jina langu ni Davi Kerubo. Naam. Kwanza hayo ni maneno ni ya Asna. Anamwambia Sara. Aha. Ambapo wakiwa nyumbani kwake Asna, hapo walikuwa wanazungumzia kuhusu maradhi ambayo Sara alikuwa anapitia. Naam. Naam. La kuongeza? Amejibu hajajibu? Ni sahihi? La kuongeza labda? Kuna mtu alikuwa amenyanyua mkono nyuma yako, mpe kipaza sauti. Langu jina ni Maureen Mweni. Maneno haya alivyosema yalisemwa na Sara, yalisemwa na Hasna akimweleza mamaye pale ambapo alikuwa anamweleza kwa kuwa mama yao alikuwa anawapa ushauri ya kupata mchumba. Asante. Kwa hivyo nimpatie nani zawadi? Mchague mmoja. Sawa, basi mtazamaji, tuende kwenye maigizo ya pili. Hapo ni maneno ya Asna ambapo alikuwa akimwambia mama yake Sara. Basi ni siku hiyo jioni nyumbani kwake Asna baada ya chajio. Hakuna umeme. Sara na Asna wameketi kutazamana huku wanapiga gumzo. Taa ya sola iliyo kwenye mloleo wa meza inatoa mwangaza hafifu unaoonyesha vitu mbalimbali chumbani humo, kama vile vyombo vya kulia vilivyojaa mezani, mtungi wa gesi ulio chini ya meza, galoni kadhaa za maji zilizo pembeni mwa meza, kitanda alichokalia Asna na stuli aliyokalia Sara. Sara na Asna, kazi kwenu sasa. Mwanangu, kimekuwa chakula kizuri. Naona sasa umehitimu upishi. Mama, kama unavyojua mimi sipendi kupika tangu zamani. Mimi huona uvivu wa ajabu nikiwa peke yangu, chai ya rangi na mkate unitosha. Tabia gani nawe? Unaishi kivulana. Mama, mimi ni tomboy mama. Mwanangu, sasa hiyo tomboy ni nini? Sasa kwa bahati mbaya ukwenda mbali kimasomo, kwa hivyo huwezi kujua. Si kwenda mbali kimasomo vipi? Wajua wakati wetu msichana tu alikuwa kishabalehe, hakuwa na amani, shinikizo moja kwa moja mpaka aolewe. Sikusoma kwa sababu siku ya mudu masomo yangu, sikupata mtu wa kunishika mkono na kunipa chonde ya shule. Ungekataa? Utakataa uende wapi? Matomboy tunakataa tu. Sasa hiyo tomboy yako ni nini? Sasa mama, tomboy ni msichana anaishi na kutenda mambo yake kama mvulana. Kazi ipo mwanangu. Ni wakati wetu. Wajidanganya tu, ujana ni moshi. Utaona huo umekwenda na wakati. Naona umeanza. Mwanangu, nilivyo dalili hivi, sijui hata kesho nilifumbia nini. Nipe mjukuu angalau nibebe kwa mikono yangu hii. Nipate kuona sura yake, nipate kuona somo wangu kabla dunia haijanipiga kisogo. Ndoa zenyewe naziogopa mama. Asna, unaziogopea nini na zimekuwa tangu enzi za mababu zenu? Mbona wenzako hawaziogopi? Wenzako sasa wana nyumba zao. Sababu zitele kama mchele. Si walau, hata huo mchele huonekana ukapata kutiwa jicho. Angalia mama, madaktari wametoa chanzo cha maradhi yako hayo. Ndoa imeatia doa maisha yako. Kuchapa na kukaribiwa na baba kumekuletea msongo wa mawazo. Sasa mimi
Mimi nataka uhuru wangu. Sitaki kichapo cha umbwa kila mara. Kama matokeo yake ndio haya, hebu niwaulize. Kuna raha gani kama maisha ni kugeuzwa ngoma ukapigwa mpaka ukapasuka iko? Sikiliza Asna. Si ndoa zote zilizotumbukia nyongo. Zipo za kupigiwa mfano. Kama yangu imeingia nuksi, haimaanishi yako itaingia. Na kama unasikitikia neema, haimaanishi zote zinasikitiza. Pengine changamoto zetu zingekuwa funzo kwako. Sasa fanya hima uepuke mitego yetu. Mitego ifanani mama, yako si sawa na yangu. Ndio, na ndio maana tulikupeleka shule ili utumie maarifa hayo kujiendeshea maisha yako. Huko shuleni pia tufunzi kungaza ndoa. Ndoa ni mtihani mkubwa kabisa mama. Asna, na wewe uliona wenzako walivyofanya? Mama, ajabu ya ndoa ni kwamba unafuzu na kukabidhiwa cheti hata kabla hujakalia mtihani. Mitihani huja baadaye na mitihani yenyewe haina silabasi mahususi. Ni kama una hofu. Hofu itele mama. Hebu itazame safari ya maisha ya Neema. Neema alikuwa hodari asiyeshindika darasani, alifuzu kwa alama za kumezea mate. Lakini hebu tazama mitihani ya ndoa ilivyomyumbisha. Si yule Neema mwenye kujikakamua au kujitolea. Si yule tena mama. Ya dadako yaache. Yeye na mumewe wanaelewana vizuri. Katika hati zile, maji angekuwa yamewafika shingoni, basi wangeshindwa kuishi. Ndoa ni mfano wa bembea. Upo wakati uko juu na upo wakati uko chini. Hizo juu chini juu ndizo utamu wake. Ni kama maisha kwa jumla. Ndiyo yanapanda shuka, lakini panda shuka hizi ndizo utupa kuridhika hatimaye tunapozishinda. Mwanangu, hebu nikuulize, maisha angekuwaje bila hali kubadilika? Yangechusha mama. Unaelewa sasa? Naelewa, lakini unajua mengine huweza kuinyonya afya yako na kukuacha chichatupu kama huyo Neema. Tatizo lako wewe ni kuniona mimi na dadako Neema na kudhania kuwa sisi ndio mwanzo na mwisho wa yote yanahusu ndoa. Wala hatuna tatizo kubwa unavyofikiria. Lakini nimeona ukatili wa baba ulipokulemaza. Unajua zamani mama, watu walikuwa wanasema kwamba maneno hayawezi kudhuru. Lakini hebu tazama maneno ya baba yalivyokudhuru. Hebu tazama matokeo ya vipigo vyake. Na Neema ameliona bahili mkubwa asiyejua maana ya familia. Hatuoni sisi kama watu, ni yeye na lake tu. Asna, haya shemeji yako yanakuwasha sana. Yanakuwasha mwanangu. Pilipili huwasha, lakini bado watu huila. Birimbi nayo ina ugwadu, lakini cha kushangaza ni kwamba bado watu huila tu. Mabenda nayo huteleza ajabu, lakini bado watu huila. Asiyetaka kula husitikia na kwenyewe wenzake kinyako walacho. Haifai hivyo Asna. Kula ni kwa amani. Naona ushakuwa akili wa mtu. Mimi hapa Sara ningesoma zaidi, ningekuwa wakili bora kabisa. Naona. Ni nyinyi tu ndio mnaonidharau. Hamjui kwa hizo akili zenyu nimewarithishia mimi. Si kama za watoto wa Dina. Hivyo watoto wa Dina wana nini? Elimu tu. Elimu ni muhimu mama. Sijakataa elimu ni muhimu ndio, lakini pia hekima ni muhimu. Na hao watoto wamebarikiwa nayo. Ni kweli wana nidhamu japo shule iko itika. Asna, Mungu hakupi yote. Akikupa hiki, atakunyima kile, maana anajua akikupa yote mawili yatakushinda. Japo watoto hao hawajabarikiwa na elimu, lakini Mungu amewapa amani na upendo wa ajabu. Ni kweli. Unajua zamani walikuwa maskini kweli. Hivi leo wana afadhali kiasi kwamba huwezi kujua. Hapo awali hawangeweza hata kutajwa au kutolewa mfano, na kama wangetajwa ilikuwa kwa kuwabeza tu. Asna, nyinyi vile vile hali yenu haikuwa na afadhali. Ni mangapi alisemwa kutuhusu? Tulisemwa na kusutwa bila simile. Si kwa umaskini, lakini kukosa kwa namna yoyote ni umaskini. Mtu ni maskini wasichokuwa nacho. Sisi tulikosa nini? Tulikosa mengi Asna. Kwanza sisi wazazi wenu tulipochukua muda bila kupata watoto, tukaitwa maskini wa watoto, maskini wa kizazi. Neema alipokuja na nyinyi nao mkafuata, tukaitwa maskini wa kushikwa mkono wakati wa uzeeni, maskini wa mrithi. Baba yenu Yona alipofutwa kazi, tukaitwa maskini wa fedha. Lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu, jazi yetu haikugonga mwamba. Baba naye unishangaza. Alikuwa vipi akiwa mwalimu? Yona wangu alikuwa mwalimu hodari. Wakati wake watoto wakipita, naye anapata zawadi mzomzo kutoka kwa wazazi na serikali. Kwa hivyo ulevi ndio ulimharibia sifa zake? Ulevi mwanangu. Gongo liliamega madili yake, na kimya uadibikaji ukamponyoka na kumteleza kama sabuni yenye povu nyingi. Moyo wa walimu kawa upigi tena ndani yake, na wasingemsaidia kujirekebisha.
Ule wakati ilikuwa hakuna hivi vitu vinaitwaje vituo vya kumsaidia mtu kujirekebisha. Havikuwa. Maskini baba. Watu walidhani amekwisha. Lakini kumbe fanaka inachomokea kwingine. Unajua mama, wanasema kwamba mlango mmoja ukifungika, macho huiona milango mingine mingi ambapo hapo awali haikuwa inaweza kuyaona. Hiyo ni kweli. Unajua wakati huo haya yalikuwa kama vishindo vya mashua na sisi tulikuwa kama bahari, tuliacha yaelee na kupitwa na wimbi la wakati. Unaona sasa jinsi heshima inavyorudi. Heri alivyomalizika. Ombi langu lilijibiwa nikafarijika. Amina. Asna, mimi mamako nimechoka, naona ni vyema tuende ndani tupumzike. Nataka jogo wa kwanza akiwika hivi, tuko tumeshika guni, nimeenda wapi? Kwako. So unajua nimempeza babako. Twende tupumzike. Na Sara, huyu ni mwanamke na mtoto wake ndio wamekuwa kwenye jukwaa wakituigizia kuanzia ukurasa wa 51 hadi ukurasa wa 57. Sunguti, unajua kwamba mambo yanavyobadilika sana ndivyo yanazidi kubaki vile yalivyokuwa. Sasa hapa kwa ulevi mwanangu, gongo liliamega maadili yake kimya na taratibu wajibikaji ukawa umemponyoka na kuteleza kama sabuni ya povu jingi na kumwacha na kisomo chake tu. Moyo wa walimu ukawa haupigi ndani yake. Labda tu nipate kauli kidogo kwa sababu hiki ni kizazi cha Gen Z. Ama ni Gen Alpha? Gen Z. Sawa, kizazi cha Gen Z. Labda sasa tukiangazia kwa maisha ya hali halisia, kauli yake Sara, msiwaze kuhusiana na jinsi mtakavyojibu maswali kwa sasa katika mtihani wa kitaifa, lakini Sara anaposema ulevi mwanangu, gongo liliamega maadili yake kimya na taratibu wajibikaji ukawa umemponyoka na kuteleza kama sabuni ya povu jingi na kumwacha na kisomo chake tu, moyo wa walimu ukawa haupigi ndani yake. Kwa namna yoyote ile, sijui nani mshauri kati yenu, nani huwa pia kuwa anapenda kupatiana wosia sana? Yupi huyu? Ameokoka? Basi hili swali nitalielekeza kwake. Kwa njia yoyote ile, naomba uangalie hivi. What is her name? What's your name? Michelle. Sasa Michelle, nikuulize, unadhani kwa njia yoyote ile ulevi huu unaathiri familia? Mpatieni kipaza sauti. Kamera yake ni hiyo huko. Sema jina na pia utupatie jibu. Kwa majina naitwa Michelle. Michelle, usiogope. Si mpatieni joto. Mpatieni joto. Michelle. Sauti. Ama nani atamsaidia? Michelle, wacha asaidiwe. Asante. Naam, kwa majina naitwa Doreen. Na ulevi unaweza athiri familia, japokuwa baba anakuja nyumbani amelewa, anapiga mkewe ama wanaanza kugombana, hizo zote zinaweza waathiri watoto wao, ingawa kuwa wanagombana alafu watoto wao wako hapo mbele wanaona chenye wanachofanya. So inaweza athiri watoto wao kutolewa, wanaifanya wasiolewe. Naam. Tumpigie makofi. Na kama mimi kama mwanamke nikikunywa kidogo tu itaathiri. Alafu nipatana nanyi mali wanapatana nanyi. Nyinyi. Haya, sawa, asanteni. Wanafunzi kutoka shule upili ya Our Lady of Mercy Shauri Moyo, kauli nzuri kama ndio maoni yao kama wanafunzi. Na haya ni mambo ambayo watakuja kutukia. Natumai hao ni wanafunzi kati ya umri wa miaka 16 hadi 18. Sasa basi kuna kauli moja ambayo imetolewa na Asna pale, ile dondoo ambayo nilikuwa nimeuliza hapo awali ya kwamba anamwambia Asna kwa ujasiri mkubwa, angalia mama, madaktari wameeleza chanzo cha maradhi yako hayo. Ndoa imeyatia doa maisha yako. Imekuletea msongo wa mawazo kwa kukaripiwa na hata kupigwa na baba.
Sasa mimi ninataka uhuru wangu na sitataka kupigwa kichapo cha mbwa mara kwa mara mpaka nipate ugonjwa wa moyo. Matokeo yake ni haya. Kuna raha gani kama maisha ni kugeuzwa ngoma ukapigwa kwa fujo yote mpaka ukapasuka? Basi Asna bila shaka hapa anazungumzia kuhusu ndoa. Na huyu ni mwanamke ambaye amefika katika ule umri wa kuolewa, lakini anahisi ya kwamba kwa sababu ya matukio ya pale nyumbani, mimi sitaki mzigo kama huu. Naam, asante. Vile tulivyokuwa tumeanza, nilitaja kwamba kuna masuala mengi ambayo mwandishi anafaa kuzungumzia katika uandishi wake kazi ya fasihi. Na moja wapo nikasema kwamba matatizo ambayo hukumba familia ndio huwa wanaangazia. Kwa wengi huegemea upande wa siasa. Lakini Timothy Arege ameangazia swala la familia. Na msingi wa familia ni ndoa. Kuna matatizo ambayo yanaikumba ndoa. Kuna migogoro ambayo imepelekea hizi ndoa ambazo tumeshuhudia katika tamthilia Bembea ya Maisha kuwa na msuko. Kuna huu ulevi ambao unatajwa. Kuna yale matatizo ambayo pengine Asna ameyaona yakifanywa. Kuna mateso ambayo ameona wale ambao katika ndoa amewaona wakiyapitia. Na ndio maana yanaamua katika roho yake anasema kwamba mie katika ndoa sioni nikiingia huko. Kwa sababu kama ndoa ni kile ambacho nimeona na macho yangu, wewe ukipitia na dadangu akipitia, mie sioni nikiingia katika ndoa. Wacha nizalie kuwa nani? Yes? Wacha niwe tomboy mpaka milele. Ili nisije nikafanya nini? Nisije nikajikuta katika yale matatizo. Ni nini hasa kinaathiri hizi ndoa? Ndio mwandishi anazungumzia kuhusu ule ubabedu ambao uko katika ndoa, kwamba mwanamume ndiye kichwa, mwanamke hana lolote la kusema, kule kupigwa kwa mamake. Na ndio maana anamwambia kwamba wajua asili ya ugonjwa wako ni upi? Ni kule ule kupigwa na baba alipotoka wapi? Ulevini. Nini kilimpelekea kuingia katika ulevi? Ulipokuwa unauliza wanafunzi, uliwauliza kuhusu pengine kwamba watakapojibu sio vile watakavyoulizwa kwenye mtihani. Na kwenye mtihani wataulizwa, eleza madhara ya ulevi ukirejelea tamthilia Bembea ya Maisha. Na ndio utapata kwamba kuna kufutwa kazi. Na ndio maana pale kwenye dondoo Asna anasema kwamba Sara anasema kwamba ualimu ukakuja ukamtoka, ukamponyoka kama ile sabuni yenye povu nyingi. Kwa maana gani? Kwamba mwalimu alipoanza kulewa akashinda kutekeleza kazi yake, badala ya kutekeleza akatelekeza kazi, na ndio maana akafanya nini? Akafutwa. Kando na kufutwa kuna ndoa kuvunjika au kusababisha nini? Maradhi. Na ndio maana tuangazia ubabe dume. Lakini je, mwanamke anafaa kufanya nini kujikomboa katika jamii yenye ubabe dume? Na ukiangalia kwa mfano, kuna elimu. Njia moja ambayo mwanamke anaweza tumia ili kujikomboa kutoka katika jamii ya ubabe dume ni kupitia elimu. Na ndio maana Neema amesoma, na kutokana na kisomo chake amepata ajira, anaweza saidia familia yake kupitia hayo. Vile vile wanawake kusaidiana. Tulivyotaja hapa awali, Sara alipoambiwa na mmeo kwamba anafaa kumpikia, anakuambia kwamba hana uwezo wa kupika, lakini amezungumza na Dina. Dina ni mwanamke, anakuja kufanya nini? Kumsaidia. Kwa hivyo ili wanawake waweze kukombolewa kutoka jamii yenye ubabe dume, wanahitaji kufanya nini? Kushirikiana. Na vile vile wanafaa kuasi mila na desturi zilizopitwa na wakati. Hivi unadhani Sunguti ya kwamba wanawake wakiwezeshwa, sasa unajua kumekuwa na tatizo, hata nakumbuka mwanahabari wetu pale Andrin Kilemi alikufanya taarifa kwamba watu wengi sasa, hata wawe ni wanawake wawe ni wanaume, hawataki kuolewa. Hivi nadhani pia masomo kwa njia yoyote ile yameathiri kuzegea kwa ubabe dume? Ama yamesaidia kudidimisha? Kudidimisha kwa ubabe dume ni kwamba hali ile ambayo unasema haki za mwanamke ndio jambo ambalo pengine limechangia hasa wanawake pengine niseme kwamba kujifurisha kichwa au kuona kwamba kwa vile tunatoshana, sio ni haja ya ndoa. Na hasa si ati kwa sababu ndoa ni mbaya. Pengine kila ambacho mie nimepitia katika ndoa kinaweza nipelekea, kama mimi ni wa kike nikasema hapana, sitaki. Kwa hivyo hatuwezi tukasema kwamba ni kwa sababu ya elimu, lakini kwa sababu yale matatizo ambayo kwa katika ndoa ndio yamechangia watu wengine wengi pengine kutojiruhusu au kutotaka kujihusisha katika ndoa. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba ni swala la elimu, hatuwezi kusema kwamba ni swala la ni matatizo ambayo
wale wako katika ndoa wameyapitia. Na kwa hivyo kwa njia moja hata Biblia inasema kwamba ikiwa mkono huu utanizuia kwenda mbinguni, si ni ukate ukae kando. Kama ndoa itafanya nipitie matatizo, nina hela zangu, si nikae peke yangu? Kuna sababu gani niingie katika ndoa kama naingia kwenye mateso? Na ndio maana itakuwa kwamba ili ndoa iwe ya maana au watu wengi wakumbatie swala la ndoa, ni matatizo ambayo yako katika ndoa yakaweze kutatuliwa. Naam, asante sana Sunguti. Tunaingia kwenye dakika zetu za lala salama mtazamaji. Endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Namuona Ashley pale kutoka kaunti ya Laikipia anasema maigizo mazuri. Nitakuwa nikisoma hizo kauli wakati tutakuwa tukifunga. Sasa tukiingia kwenye maigizo ya mwisho, nielekeze swali la mwisho pia kwa wanafunzi hawa kutoka shule ya upili ya Our Lady of Mercy Shauri Moyo. Sitowaambia kurasa, bado ni swali la dondoo. Mhusika anasema hiki na kizazi cha njia panda za kitamaduni, wanakila utamaduni isipokuwa wao. Wajukuu wangu walikuja hapa wakati wa likizo, nilitambua hawajui hata neno moja la lugha yetu. Tulishia kuongea nao Kiingereza na Kiswahili hapa na pale katika ardhi ya wazee wetu. Ajabu zaidi, hawajui tofauti kati ya mbuzi na kondoo. Kwa wao wote hao ni kondoo. Naam. Chukua kipaza sauti, unyanyuke, sema jina. Naam. Tumia kipaza sauti. Jamani hatukupati. Naam. Naam. Naam, tumia kipaza sauti, anza upya. Jina langu ni Lucy Atima. Haya ni maneno ya Yona akiwaelezea Beni na Luka kuhusu wakizungumza jinsi ambavyo kizazi cha leo kimebadilika. Wakiwa kwake Yona baada wakiwa wanakula chakula cha mchana. Cha mchana cha jioni. Cha mchana. Naam. Amepata hajapata? Makofi? Naam, kidogo tu pengine. Mwalimu anataka kuongeza jambo. Pengine tu kwa sababu wakati wa mtihani huwa tunataka mambo yawe rahisi, sivyo? Toka turahisishe mambo. Hilo swali la kueleza muktadha dondoo huwa na sehemu ngapi? Sehemu 4, sivyo? Kwa hivyo mimi huwahimiza wanafunzi wale ambao nitagusana nao, huwa nawahimiza kwamba tupange kazi yetu kwa vitu 4 na ikuwe rahisi. Kwa mfano, nisaidie kidogo tu kitabu. Kwa mfano, basi wazee wenzangu karibuni. Hiyo ni kauli, sivyo? Na nikuulize, eleza muktadha wa dondoo. Utaandika tu msemaji, kistari kifupi. Ni nani huyo? Luka. Sivyo? Luka, kisha msemewa. Alikuwa anazungumza na nani? Luka na Beni. Wapi? Walikuwa nyumbani kwake nani? Luka. Sababu gani? Walikuwa wamekutana pale. Kwa hivyo upange msemaji, msemewa, sababu na mahali. Tosha. Sawa? Hivi kwamba kama ni utahini itakuwa rahisi, bali unajua ukianza kueleza msemaji alikuwa, utajipata kwamba unajikanganya. Ili kuepuka kukanganya, panga kazi yako iwe msemaji, msemewa, sababu na mahali. Asante. Naam, asante sana mwalimu. Basi mtazamaji, dakika zimetupa kisogo kweli, basi hatutaweza kupata maigizo. Labda nisome kauli 2-3 kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Namuona Esther anatazama moja kwa moja kutoka kaunti ya Bungoma. Esther anasema wanafunzi wako tayari kwa mtihani, kila laheri. Namuona naye Moses kutoka kaunti ya Narok anasema mazungumzo mazuri kuhusiana na falsafa ya ubabe dume. Pia namuona Ashley kutoka kaunti ya Laikipia kwa mara nyingine anafuatilia kipindi. Na mwisho namuona Lisa naye anatazama moja kwa moja kutoka kaunti ya Marsabit, anasema maigizo mazuri kutoka kwa Legends of Arts Production. Basi mtazamaji, hapo ndio tutakuwa mwisho wa kipindi chetu cha leo cha kuchambua tamthilia ya Bembea ya Maisha. Nimekuwa nao wanafunzi kutoka shule ya upili ya Our Lady of Mercy.
Aidha nimekuwa naye mwalimu Sunguti Ongweni, na pia mtazamaji nimekuwa waigizaji kutoka Legends of Art Production. Zangu ni shukrani jazila kwa kukubali mwito na kuja. Hatuna dakika mwalimu kwa kubali kuja, nasema asante sana kwa kuja. Mungu awabariki. Jina langu ni Ruga Evil, hadi siku nyingine panapo majaliwa. Kwa heri ya kuonana, lakini zitimiapo saa 7 za adhuhuri basi nitakuwa nikirejea na taarifa kwa njia kamilifu za TV47 Matukio. It's a big boost. It's a huge boost for Maybet to come in. Wenye Maybet wamekam, wamekuwa able to motivate sisi kama wachezaji. Tulikuwa tumeingoja sana. Imetupea motisha at least leo. Paka tumeshinda game bao mingi. As Maybet we have come through for them. Under our Maybet we come through CSR project, and to that effect we are giving them a support of 300,000 every month for the next 10 months. That's a total of 3 million. Welcome to the Technical University of Mombasa, TUM, the only university at sea level. TUM offers market-driven programs in the schools of engineering and technology, business, humanities and social sciences, and applied and health sciences. The university has well-established institutes: the Institute of Computing and Informatics, ICI, the Institute of Maritime and Seafaring Studies, the TUM Technical and Vocational Educational Training Institute, and Institute of Open Distance and E-Learning, ODEL. We offer certificate, diploma, degree, master's, and PhD programs with major intakes in January, May, and September. Let me tell you, there's only one supermarket brand that gets you as a family, making sure that you have a full shopping in your house. And of course, at the best price and the best offers. And there is promotion, of course, ladies and gentlemen, Sadisana. Where else? It can only be Naivas. And today I'm coming live from Naivas at Seattle Mall, where we're going to be checking what are the deals of the week. And of course, this Easter, what can you shop at and what can you shop for as a family? Manzo, you need food, you need unga, you need snacks, you need new electronics, you need new beddings, because so to your holiday. What's our next show? Come and follow me. What do we have as an offer and a promo for you as a customer at Naivas? You know what we call ourselves? Naivas Saves You Money. Come and show you. And of course, I'm telling you, the deals are so many. Come to Naivas, come to Naivas. There's no any other place that has the best. Come to Naivas. Come to Naivas. Wow. The Chinchon Emperor has 11 sons, but the 8th prince died young, so there are exactly 10 princes together. I have a plan for how to assign the girls, but there's still one left. You don't want to? Untie me right now! You're a bunch of... Let me go! You don't understand. Our Prince Shang, he has been through so much. How dare you drink my tea? This selection, there are many beauties from each state. It's a pity Princess Yuanxing of Sichuan didn't come. She's a beauty among beauties. You're the boss. How can an employee let the boss sleep on the couch? I don't think a boss would want to share a room with an employee. Older ladies, we gotta keep it together. If not, you're gonna die old.
has been quite hard to find someone. Love, by the way, si kitu ati inakuwaga na age. I'm 47 years. I'm 47. I'm turning 41. The ideal partner for my mom is a loyal one. Sio mnono, sio mkonda. Asikuwe na kipara ati azina cobalt. Personally mimi niko na tabia mzuri, naweza hotspot zangu kaa yeye hana. My first impression when I saw Brian. You know, we know the Bryans. I forgot your name. Remind me again. Me, I work out to look good while naked. How you want some kids for me and you got a set of twins out there that you're not fighting for? Ladies and gentlemen, my name is Betty Kialo, and close to a year I have been your driver on this Friday. Kenyans have been really missing you so much. Let's buckle up as we rave into the weekend with elegance, energy, good vibes. We also have the man himself, Willis Ochieng. And you know what? As I rave into the weekend, Willis, do you say rave? Or do you say rave? Which is which, Willis? You say rev. On Saturdays, we'll be having sizzling conversations, whether it is career, relationships, whether toxic or healthy. Tune in every Saturday night for those conversations whereby we listen and we don't judge, right? Discover. The world. How it was. How it is. How it will be. Around you. Discover the world around you with us. Nuzo na Namia walikuwa na bibi ya mpendwa, usafiri alipenda na hadithi zote aliwapa. Kila siku moja kafari